Tanzania. Kwa Kiingereza inaitwa the Southern Agricultural Growth Corridors of Tanzania. Sasa wengi wanapenda kuita corridors ni ukanda, lakini Kiswahili sahihi tumeambiwa inaitwa ushoroba. Kwa hiyo taasisi ya kuendeleza kilimo katika ushoroba wa kusini mwa Tanzania, na kama alivyoeleza kidogo Bwana Obey Aseri ambaye ndo moderator wetu wa leo, very soon, siku chache zijazo, Mungu akibariki, SAGCOT itabadilishwa kuwa AGCOT, kwa maana ya Agricultural Growth Corridors of Tanzania. Kwa hiyo SAGCOT inabadilika inakuwa ni taasisi ya kuendeleza kilimo katika shoroba za kilimo Tanzania. Kwa hiyo na drop ile S pale inakuwa ni AGCOT, kwa maana ya the Agricultural Growth Corridors of Tanzania. Baada ya hayo, ni chukua nafasi hii, nafikiri sitatenda haki nisiposhukuru ushiriki wa serikali kupitia Wizara ya Kilimo, Katibu Mkuu Gerard Mweli ambaye alitufungulia mkutano wetu wa leo kwa hotuba ambayo ilikuwa ni mahiri, iliyojaa vitu vingi ambavyo serikali inafanya kwenye sekta ya kilimo, lakini vile vile vitu ambavyo uongozi uliopo unafanya kwa kushirikiana na sekta binafsi, hususan wakulima na taasisi zingine ambazo zinasaidia sekta ya kilimo, hususan taasisi za fedha. Baada ya hayo, nitambue vile vile nafasi kubwa ambayo nyie wote mnafanya mkiwakilishwa na sisi ambayo imetukutanisha leo, Kilimo Round Table, chini ya uongozi wa dada yetu Roda Magoiga na timu yake, lakini wale wote ambao wameweza kuwaunga mkono, hususan benki ya CRDB na vile vile Mchongo TV, kusudi tuweze kukutana leo hapa. Sasa baada ya hayo maneno ya awali, alipokuwa amezungumza katibu mkuu, nilijiuliza baada ya yale yote kuongelewa, mimi nitakuwa na lipi jipya la kuwaeleza? Na baada ya kutafakari sana, nilikuwa na presentation hayo nilitaka niitumie, lakini nimeamua niweke pembeni kusudi tuweze kuzungumza katika namna ambayo nitakuwa na chokoza mawazo yenu na mawazo yangu vile vile. Sasa kwa sababu hiyo basi, ningependa kuzungumzia jambo ambalo ya Tanzania kuilisha Afrika. Na kusema kweli, ukiweza kuilisha Afrika, itakapofika siku za baadaye, miaka michache ijayo, kutakuwa na watu bilioni 2 na ushe katika bara la Afrika. Kwa maana hiyo, kwa ukweli kile ambacho unafanya, unalisha sehemu kubwa ya dunia. Lakini wakati huo tutakapokuwa tunailisha Afrika, vile vile tutakuwa hatuachi kuilisha dunia vile vile. Sasa kabla sijaendelea, inabidi tuzungumzie mambo kadhaa ya msingi ambayo inabidi tuyafahamu kama tunataka kujilisha sisi kama taifa na kujivisha vile vile, lakini vile vile kama tunataka kuilisha kanda yetu hii au kanda zetu hizi za Afrika Mashariki na kusini mwa Afrika kwa maana ya SADC, na mwishoni Afrika yenyewe kwa maana ya sehemu kubwa ya kuilisha dunia. Hasa vitu ambavyo vipo, wakati tutakapokuwa tunaongelea fursa, lazima tujue tunapambana na changamoto gani. Sasa katika uchambuzi ambao tumekuwa tunaofanya, hususan katika mchakato na mawazo ambayo watu wamekuwa na yatoa tupokuwa tunaandaa Vision 2050 na nyaraka zingine, hususan mipango yetu ya kuendeleza kilimo, hususan Agenda 1030, kuna vitu ambavyo vimekuwa vikitokeza. Kuna kuongezeka sana kwa mahitaji, kwa maana ya demand.
dunia itakuwa na karibu watu bilioni 10 itakapofika mwaka 2050. Na Afrika tutakuwa zaidi ya watu bilioni 2. Hawa ni watu ambao itabidi walishwe na wavishwe na sekta ya kilimo. Hii ni fursa. Ina maana kwamba kwa viwango hivi vya uzalishaji, lazima uzalishaji uongezeke kwa sio chini ya 50%. Na itatoka wapi? Wakati hayo inabidi yafanyike, tunajua kuna changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi, na kilimo kisipofanyika katika utaratibu endelevu, tunaweza tukachangia kwenye kuongeza hiyo hali. Kwa hiyo lazima tufanye katika namna ambayo ni endelevu. Swala la afya ya udongo ni muhimu sana. Karibu 50%, na kwa maana asilimia takriban 54 tunavyoambiwa na wataalamu, eneo letu la kilimo linaharibika kwa sababu kilimo tunachokifanya sio endelevu. Na Tanzania hatuko nje ya hiyo. Ndio maana tunazungumzia swala la afya ya udongo. Pima shamba lako, weka mbolea inayotakiwa. Lakini tunahimiza kuendeleza kilimo cha umwagiliaji kusudi kuondokana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Hayo maji inabidi tuyatumie kwa ufanisi, kwa sababu kilimo hapa tulipo duniani tayari kinatumia karibu 70% ya maji ya kunywa, fresh waters, duniani. Na sehemu kubwa sana ya hayo maji ya dunia, ya akiba ya dunia, yako katika nchi yetu, kwenye mito na maziwa makuu yaliyoko katika bara la Afrika, kwa maana ya Lake Victoria, Tanganyika pamoja na Lake Malawi. Hii ni wajibu ambao tunao kama taifa, ni hazina ambayo inabidi tuitunze na tuitumie kwa makini. Lakini vile tunavyozalisha hata kwa viwango vya sasa, vingi vinapotea baada ya uwekezaji mkubwa, kwa maana ya post harvest losses ambazo zinahesabika kutoka asilimia karibu 15 mpaka 30. Lakini wakati tunapozalisha, kuna changamoto zingine zimeanza kujitokeza kutokana na uhalisia wa maendeleo duniani, kwa maana ya pandemics, lakini vile masuala ya geopolitics, milipuko ya magonjwa, migongano ya kiamani huko duniani inavyotokea. Tunafahamu masuala ya Middle East, tunafahamu masuala ya Ukraine, lakini vile sera kuu za kibiashara duniani kubadilika. Wote mnafahamu masuala ya tariffs, sasa hivi ndio kitu ambacho kinaongelewa. Wakulima wa parachichi wanajua kabisa kuna mwezi mzima umeongezeka wakati wanapotaka kupeleka bidhaa yao sokoni, kwa sababu Middle East pale pamefungwa kutokana na ugomvi ulioko. Lakini umeambiwa 80% ya chakula kinazalishwa na wakulima wadogo. Afrika na Tanzania ni swala la uhalisia, lakini sio wote ambao wanawakumbuka wakulima wadogo, wafugaji wadogo na wavuvi wadogo, kusudi kuwawezesha waweze kufanya kibiashara. Sababu tunataka kwenda kwenye kilimo cha kibiashara kama tunataka kuilisha dunia, kwa sababu sehemu kubwa ya uzalishaji wetu uko kwa wakulima wadogo. Tusiwasahau kwenye mipango yetu, na ndio maana ni muhimu sana tunapokuwa tunaongea hapa, wadau wetu kwenye sekta ya fedha lazima wawepo, na wataalamu ambao wanazalisha teknolojia na wale ambao wanawafikishia teknolojia. Ni muhimu sana. Kwa hiyo R&D, research and development, ambayo itawasaidia kuzalisha mbinu mbalimbali, mbegu na teknolojia mbalimbali, namna ya kutumia mbolea, umwagiliaji, hivyo vitu ni muhimu sana. Lakini vile lazima tujue namna ya kupeleka bidhaa yetu kwenye soko, iwe ni la ndani, la kwenye kanda, la Afrika na duniani. Tuna changamoto ya kuongeza value na branding. Bidhaa zetu ni nzuri, nyingi ni nzuri, lakini hazina ule utambulisho. Sasa hayo yalikuwa ni maelezo ya awali. Najaribu sasa tuingie kwenye mazungumzo yetu, na nitatumia sehemu kubwa kwa kuuliza, tunataka kuilisha Afrika
na tunataka kuilisha dunia. Dunia huwa inakula nini? Afrika, tunapozungumza Afrika inakula nini? Katika hayo, vitu vipi vinazalishwa ndani ya bara la Afrika na vitu vipi ambavyo Afrika inaagiza kutoka nje? Tunafahamu kwamba nafaka ni sehemu muhimu ya usalama wa chakula duniani, na binadamu anakula nafaka. Kwa maana ya nafaka hizo, ngano, mahindi, shayiri, lakini vile vile anakula mazao ya mizizi kwa maana ya viazi, mihogo, lakini anatumia vile vile protini zinazotokana na mifugo kwa maana ya kuku, ng'ombe, maziwa na samaki. Tusisahau mazao ya mikunde, na vile vile tunahitaji vitu vinavyoitwa horticultural crops kwa maana ya mboga na matunda. Hivyo ndio vitu vinavyoliwa na duniani na watu duniani, na ulaji wetu umekuwa unabadilika kwa sehemu kubwa katika miaka 100 iliyopita, kwa sababu binadamu kwa sehemu kubwa sasa hivi anaishi mijini na anakula vyakula ambavyo vimetengenezwa, vimeongezwa thamani, na hiyo inaweza ikawa ni fursa na inawezekana ikawa ni changamoto. Hata Tanzania tutakapofika mwaka 2050, wengi wetu tutakuwa tuishi vijijini, tutakuwa tunaishi mijini. Kwa hiyo unapofikiria kuilisha Tanzania ya kesho na Afrika ya kesho, hili ni eneo mojawapo ambalo ukuaji wa miji unaongezeka kuliko sehemu nyingine yoyote duniani. Na usishangae ukaambiwa Dar es Salaam ni mojawapo ya miji ambayo inakuwa kwa kasi kuliko miji mingine yoyote duniani. Inawezekana ikawa katika 5 au 3 bora katika kasi ya ukuaji. Na hayo yanatokea sio Dar es Salaam tu, katika maeneo mengi. Na hili sio Tanzania, bali maeneo mengi Afrika. Sasa hayo ndio yale ambayo yanaliwa na inailisha dunia. Afrika je? Tunajua tunakula mahindi, mihogo, viazi vikuu, hususan katika Afrika Magharibi, na mihogo kule wanaila vile vile katika utaratibu mwingine ambao wanaita couscous. Kuna mitama, kuna mpunga, lakini vile vile protini za mimea na uvuvi. Afrika tuna import hivi vyakula, sio vyote vinazalishwa hapa. Tuna import ngano kwa wingi sana, na sehemu kubwa ya Afrika, especially Afrika Kaskazini, ngano ni mkate wao wa kila siku, kama vile ilivyo mahindi katika eneo letu. Kwa wale ambao ni Wakristo wanajua ile sala ya baba yetu, tunasema utupe mkate wetu wa kula kila siku. Sasa mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa napenda mkate, na chakula tunachokula kila siku hakikuwa mkate. Kwa sababu nilikuwa napenda mkate na atuli kila siku, ile sala ilikuwa inamaanisha kitu kwangu. Baada ya kukua na kuelewa maana yake nini, kumbe ilikuwa naomba chakula chetu cha kila siku na sio mkate wetu wa kila siku. Kwa Kiingereza ukisema daily bread, ana maana ya kwamba ni mkate wa kila siku, ni chakula cha kila siku. Kwa hiyo sasa hivi tumeanza kula ngano, tunaagiza mchele, sukari na mafuta ya kula, pamoja na nyama, hususan nyama ya kuku na ya ng'ombe, vitu ambavyo tunaweza tukavizalisha hapa. Na uwekezaji ambao umezungumzwa na katibu mkuu na viongozi katika wizara na sekta za kilimo na mifugo, wamekuwa wakizungumzia uwekezaji ambao tutatuwezesha tuachane na kuagiza haya mazao kutoka nje. Tunaagiza kiasi gani? Miaka kama 10 iliyopita, estimate ilikuwa ni kwamba Afrika inaagiza karibu dola bilioni 35 za chakula kutoka nje. Na nipende kufahamisha kwamba ni hard cash, ni pesa taslimu ambayo unalipa kwenye duka la mangi unaponunua unga wa ngano, inapelekwa kwa mwagizaji, kama ni Bakresa au ni Azania. Azania naipeleka benki, benki inaenda kuchukua za kigeni, inapelekwa kwenda kuagiza ngano kutoka Australia, Canada au Ukraine. Hili linafanyika
Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia, Afrika Kusini, Sudan, Nigeria, Ghana. Ni pesa ambayo Afrika inaitumia cash, sio ya mkopo wala sio ya kupewa. Na sasa hivi tunaambiwa kutoka hiyo miaka 10 tumefikia takriban dola bilioni 75. Na itakapofika mwaka 2030 itakuwa dola bilioni 130. Sio chini ya dola bilioni 130. Sasa kabla sijaja hapa nimeuliza mtandao, hivi dola bilioni 1 ikoje? Kwa sababu mimi sijawahi kuwa nayo. Kwa hiyo nikujaribu kujiuliza, hivi nani akizungumza dola bilioni 1 unaicomprehend kiasi gani? Nikijiuliza mtaji ambao tumezungumzia unaenda kutengeneza benki ya ushirika tukaiconvert kwenye dola. Amezungumzia hapa ni shilingi bilioni ngapi? Bilioni 55. Tukiconvert kwenye dola inakuwa bilioni ngapi? 4 to 5. 24 million US dollars. Kwa hiyo ni robo ya bilioni. Kwa hiyo tunapotumia, yani haijafika hata bilioni 1. Kwa hiyo tunatumia bilioni 75 kuagiza kitu ambacho sawa tunaweza tukazalisha humu. Sasa nilipouliza mtandao nikauliza, hivi dola bilioni 1 hivi ni kubwa kiasi gani? Unaweza kunipa mfano gani? Akasema labda tutumie kitu ambacho ni thamani kubwa kama ndege. Nikaambia ndio. Hivi ndege inaweza kanunua Boeing Streets hii ya kisasa kabisa 737 ngapi? Ikanambia kati ya 8 mpaka 10. Umeelewa Sasa nikauliza, je, zile ndege zingine zile za Embraer sijui zinaitwa ngapi? Akanambia zaidi ya 20. Dola bilioni 1. Si ndio Sasa nikasema mimi bado hainipi picha kwa sababu sijawahi kununua ndege. Mfano gani mzuri mwingine unaweza ukanipa? Kanambia labda nikuchoree kwamba ukiweka dola noti 1 kwenda juu ukazipanga mpya zitafika kilomita ngapi kwenda juu. Sawa. Mimi nilifikiri labda itanambia kilomita 5 6. Imeniambia ni kilomita 110. Kwa hiyo ukiamua kupanga dola kwenda juu hapa 1 za Kimarekani mpya zitafika kilomita 110. Sasa unatumia hiyo, tengeneza minara 35 mpaka minara 75 ya dola bilioni 1 zinakwenda juu. Hizo ndio pesa Afrika tunatumia kuagiza chakula kutoka nje. Na tusipofanya haya ambayo tutayazungumza katika mazungumzo hapa, hizo zitaongezeka kufika mpaka dola bilioni 150. Nina tatizo la kucomprehend hiyo. Na nimejaribu kutumia mfano kusudi mjue ni kiasi gani cha pesa tunazotumia kuagiza vitu ambavyo tunaweza tukazalisha hapa. Sasa Tanzania tunajua zile hekta milioni 40 ambazo zinafaa kwa kilimo, zimezungumzwa sana. Lakini ukiniuliza mimi, ukiacha haya maeneo yaliyohifadhiwa, sehemu ambayo huwezi kutumia kwa kilimo hapa nchini labda ni kwenye jangwa la barafu lililoko juu ya mlima Kilimanjaro. Hata maeneo ambayo zamani yalikuwa kama ni ya ukame kama Dodoma, sehemu za Singida, sasa hivi tunaona jinsi zilivyo productive. Na bahati nzuri mmemsikia katibu mkuu anazungumzia hapa, Wizara ya Kilimo inaleta magari yatakayochimba visima. Hayo maeneo probably yanaweza yakawa ni productive kuliko yale maeneo ambayo yana uhakika wa mvua. Kwa hiyo hizi hekta hizi Wizara ya Kilimo kwa kweli kuna haja ya kwenda kuzirevise. Na tujue, tuyapime, na mtu atakapotaka kwenda kuwekeza aweze kupata kama vile anavyopata mtu anaenda kupima hati yake ya nyumba. Tuyatambue mashamba yetu. Kwa sababu shamba lililopimwa ni infrastructure kama ilivyo reli na barabara. Kwa sababu huwezi ukajenga reli, ukajenga barabara bila kuipima. Huwezi kulima bila kujua shamba likoje, limepimwa lina ukubwa gani, na kutambua ile rasilimali ardhi iliyoko pale
au utumie teknolojia gani kusudi pale pawe productive. Tuna rasilimali za uzalishaji nyingi za kutosha kuliko maeneo mengi duniani. Sehemu ya Afrika ambayo haijalimwa vizuri au haijaguswa kabisa kwa kilimo ni takriban 60% ya maeneo ya sifa hiyo iliyoko duniani. Kwa hiyo Afrika tuna hazina ya 60% ya maeneo ambayo yanaweza kuendelezwa kwa ajili ya kilimo. Na katika hiyo 60%, 50% iko katika nchi 3 na Tanzania ipo. Kwa maana ya Tanzania, Zambia na Mozambique. Tuna maji ya uhakika, acha mvua, kwa sababu viwango vya mvua tunavyovipata katika baadhi ya maeneo tunavyosema ni ukame, ndio kiwango hicho hicho kinachotumika kuzalishia mazao kwenye nchi ambazo zinakabiliwa na hali ya ukame kama Australia. Ni swala la kumanage na kutumia teknolojia, na ndio maana utafiti na kuleta private sector kusudi tujifunze wenzetu wanafanyaje ni swala la muhimu sana. Na tuna nguvu kazi. Asilimia zaidi ya 65 ni vijana, na pengine zaidi, na hali itaendelea kuwa hivyo mpaka zaidi ya mwaka 2020. Ni fursa ya aina ya pekee. Sasa sisi kama Tanzania tuna maeneo ambayo tunayapa kipaumbele kwa maana ya vyakula vikuu: mahindi, mpunga, millets au sorghums, lakini vile vile mazao ya mizizi kwa maana ya mhogo, viazi vitamu na sasa hivi viazi mviringo, mazao ya horticulture pamoja na mafuta ya kula, lakini vile vile mifugo kwa maana ya nyama na maziwa na kuku, bila kusahau vile vile mazao ya misitu hususan asali. Kwa makusudi kabisa ninaacha eneo la mavazi kwa maana nyuzi za mavazi, kwa sababu ukizungumzia zao kama la pamba bado tija iko ndogo sana, na nafurahi kwamba katibu mkuu amezungumzia mpango ule wa cotton to textile unafufuliwa, lakini ina kazi kubwa sana ya kwenda kuongeza tija kwenye uzalishaji wa pamba. Uzalishaji wetu wa pamba bado uko chini sana, chini ya nusu tani kwa hekta, wakati ambapo unaweza ukapata mpaka tani 3. Na maeneo mengi yako karibu sana na maeneo ya umwagiliaji. Kanda ya ziwa Victoria liko pale, na mito, na maeneo mengine yanapata mvua za uhakika kama mikoa ya Morogoro. Lakini kuna mazao ya horticulture ambayo yana thamani kubwa na nafasi kubwa sana ya kutuingizia pesa. Takapofika mwishoni nitazungumzia hayo maeneo. Ila kusudi kilimo kiweze kufanya kazi, inabidi kuwe na zile sekta ambazo zina support hilo eneo. Miundombinu kwa maana ya barabara, bandari, viwanja vya ndege, umeme, na sasa hivi teknolojia ya habari, pamoja na uhifadhi baada ya mavuno. Magala ambayo tumeyazoea, silos, lakini vile ambao wengine wanaita vingine silos wanaita Venus. Lakini vile vile chakula barafu, mnyororo wa chakula barafu, cold storage ni muhimu sana, especially wakati tunaongeza thamani. Na umuhimu wa kufikia masoko unaweza ukaifikia kwa gharama ndogo. Masoko ya kanda, masoko ya Mashariki ya Kati, na yale traditional markets ambazo tayari tuna uhakika na tumeshafanya nayo biashara kwa maana ya Ulaya na Marekani na Asia. Sasa hivi inaongezeka, na bahati nzuri kijiografia sisi tuko katika ukanda wa bahari ya Hindi, ambako ndio sehemu ambayo uchumi wa dunia unaelemea kwamba ndio utakuwa uchumi wa kesho. Lakini bado tuna momentum ile ya kuangalia kule ambako tumezoea, ila soko liko across the ocean. From the Dar es Salaam Tanganyika Mtwara Port, you can go to India, unaweza ukafika China, Malaysia, Indonesia,
pamoja na Australia kwa urahisi tu, na yale masoko yanakuwa na demand inaongezeka. Kwa hiyo biashara ni muhimu sana, lakini lazima tuwe na ubunifu, na ubunifu kwa sehemu kubwa unafanyika kwenye research and development, lakini mwingi unatoka kwa vijana. Tutoe nafasi kwa vijana, na bahati nzuri sana wizara sasa hivi ni sikivu na inafanya kazi nzuri kwenye hilo eneo. Masuala ya digital infrastructure pamoja na fintech, kuna pesa na fursa nyingi za kutengeneza. Tusilizarau hilo eneo, tulipe nafasi yake. Wasikilizeni vijana, especially wale ambao ni innovators. Give them the attention needed. Wanatuhitaji sisi, kwa sababu tuko kwenye nafasi za maamuzi. Tuwape nafasi. Wana mambo mengi mapya na mengine hayaingii kichwani kwa sababu hatujazoea kuyasikia. Tuwekeze. Na ndio maana sasa hivi ukienda kuangalia makampuni mengi makubwa duniani yenye madola bilioni 300, 200, mtu unamkuta mtu mmoja utajiri wake ni dola bilioni 50. Moja kati ya 10 unaweza kukuta 8 yanatokana zilikuwa ni startups za fintech miaka 10-20 iliyopita. Na sisi kwenye swala la ubunifu, Mwafrika Mwenyezi Mungu amempendelea. Tuna ubunifu wa namna nyingi sana. Kwa ni eneo moja ambalo tunaweza tukatoa nafasi ya kumweka Mwafrika na kuleapfrog vile vitu ambavyo vilikuwa vimetuzuia huko nyuma. Tutoe nafasi kwa vijana wetu, especially zile startups. Na startups nyingi watu wanaangalia kwenye fintech, lakini kuna startups ambazo ziko kwenye kilimo na wanafanya vitu ambavyo ni amazing. Lakini kwenye uchumi wa kilimo unaokuja mbele, hauwezi kufanikiwa bila kutengamana na kushirikiana. Partnerships. Kwa maana ya serikali inafanya eneo lake, sekta binafsi na yenyewe inafanya eneo lake. Na kwa makusudi kabisa tuweke utaratibu ambao utawezesha sekta binafsi na sekta ya umma kufanya kazi kwa pamoja. Sisi katika SAGCOT, na ndio maana tumefanikiwa kwenye kazi ambazo tumekuwa tunazifanya kwenye mikoa ya nyanda za juu kusini. Miaka 10-12 iliyopita, watu walikuwa wazungumzia masuala ya uwekezaji wa kilimo katika mikoa ya nyanda za juu kusini na mikoa hii ya kati, kuanzia Morogoro kuendelea mpaka Njombe, Songwe, Mbeya, Iringa. Lakini sasa hivi mtu ambaye anafikiria kuwekeza kwenye kilimo anafikiria kwenda kwenye lile eneo. Moja ni hali nzuri ya hewa, lakini ya pili ni ukaribu ambao umejengeka kati ya sekta ya umma na sekta binafsi kusikiliza na kufacilitate investment katika yale maeneo. Imejengwa kutokana na mahusiano ambayo yalikuwa nurtured, yaliolelewa katika kipindi hicho cha miaka 10. Kwa usishangae kwamba uwekezaji mwingi unakwenda kule. Na ndio maana Mheshimiwa Rais aliagiza mwaka juzi mwezi wa 3 kwamba kazi ambayo imefanywa na SAGCOT katika huo ushoroba wa kusini mwa Tanzania sasa uende katika corridor zingine, na ndio sababu tunabadilika kutoka SAGCOT kwenda kwa ACOT. Tutakuwa na ukanda wa Mtwara au ushoroba wa Mtwara, tutakuwa na ushoroba huo wa SAGCOT tutaendelea kuwepo, lakini vile vile kutakuwa na ushoroba wa kati au ushoroba wa makanda makuu, maziwa makuu. Ushoroba wa maziwa makuu ambao unatoka kuanzia Pwani, Morogoro vile vile, lakini unapita Dodoma, Singida, unaenda mpaka mikoa yote ambayo inagusa maziwa ya Lake Tanganyika na Lake Victoria. Hilo ni eneo ambalo kwa kweli we can't wait kwenda kufanya kazi kule, kwa sababu kuna fursa kubwa kama ilivyo katika mikoa ya nyanda za juu kusini. Na natumia nafasi hii kuwaasa viongozi wa serikali na wa sekta binafsi walioko kule kuweka nafasi ya muhimu ya kushirikiana na kufanya kazi pamoja. Lakini lazima tuwe smart kwenye kutumia technologies kwa sababu itaongeza tija, na nitawaeleza. Na wakulima wadogo wapewe nafasi, wakulima wakati na wakulima wakubwa. Mwisho kabisa, ukiongea na sekta binafsi wanatuambia kwamba
katika vitu muhimu sana wanavyovihitaji kuliko vyote, hususan wakati tulipokuwa tunawaengage kwenye mikoa ya nyanda za juu kusini, walikuwa wanasema tunaomba tufanyiwe vile vitu ambavyo sekta binafsi haiwezi kutoka serikalini. Na vitu vitatu wanavyovipendekeza: miundombinu, sera na sheria zinazotabirika, lakini lingine la muhimu ni masoko ya uhakika. Na hilo kwa namna moja au nyingine linafungamana na masuala ya investment, kwa maana ya hela, access to finance, na masuala ya sheria na kanuni. Kuna swala la usalama wa chakula. Sisi kama taifa, ina maana ni Watanzania, na Watanzania ni binadamu, na binadamu anatokana na kile anachokula. Imefika wakati ambapo sasa hivi lazima tule chakula chenye lishe, tusibahatishe, na tule chakula hicho pamoja na kwamba kina lishe inayotakiwa kiwe salama. Tunaweka nguvu nyingi sana kuhakikisha usalama wa chakula tunachouza nje ya nchi, kwa sababu yale masoko yanatubana. Lakini tusiache kuangalia usalama wetu, na nashukuru kwamba wizara na serikali imeanza kuwekeza kwenye ile eneo. TPHPA wamenunua vifaa vya karibu shilingi bilioni 2.5 ambayo inaweza kuprocess mpaka sample 2000 kusudi kujua kile chakula kiko salama au hakiko salama, hususan kwenye masuala ya matumiaji wa pembejeo za kudhibiti visumbufu. Lakini ni sample ngapi zinapelekwa pale kutoka kwenye masoko yetu na maduka yetu? Sasa tusijidanganye kwamba mimi nitaenda kununua chakula kwenye soko labda la Kilimo Hai, nitachagua kuku wa kienyeji, nitanunua maziwa kutoka sehemu ambayo naelewa. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba wewe unakuwa jinsi ulivyo kwa sababu ya familia yako. Leo tuko hapa Dodoma, tutakula mchana. Unajua ni nani amelima hiyo nyanya? Unajua ni nani amelima hiyo kabichi utakayokula? Unajua ni nani ambaye ameleta ile nyama, na ni nani ambaye ameifuga yule kuku ambaye tutamla? Je, na ule mpunga ambao umezalisha mchele tutakaokula, na mahindi yale yametoka kwenye gala la namna gani na limepigwa dawa ya namna gani? Je, yale masharti yamezingatiwa? Na viasi, kiasi cha ubora kilichopo kwenye kile chakula ni nani anakiangalia? Nyumbani kwako utakula kitu ambacho ni salama, lakini hujui mtoto wako shuleni anakula nini. Na wangapi wamewahi kwenda nje ya shule zao, shule ambazo watoto wetu wanasoma za msingi, ukaangalia ile pesa unayompa kama pocket money ananunua nini? Naomba unyooshe mkono kama umewahi kufuatilia yule muuza genge nje ya shule anauza kitu gani. Nyosha mkono. Wote tuna watoto hapa. Kama umewahi kwenda kuangalia pale anaponunua ile pesa mtoto wako unampa pocket money anakula nini, nyosha mkono kama umewahi kuchunguza. Hakuna hata mmoja. Kwa hiyo tunapozungumzia swala la usalama wa chakula, tunazungumzia hili swala kwa upana wake. Wizara imewekeza kupitia TPHPA, imewekeza kwenye kufundisha wataalamu, imewekeza kwenye kutunga sheria, kanuni na taratibu. Sasa sisi kama walaji inabidi tuamke, tuwezeshe sasa ule mfumo uweze kufanya kazi. Na ndio maana ya masuala ya ushirikiano, ubia, partnership inapokuwa muhimu. Kwenye usalama, Mtanzania anatokana na chakula anachokula. Na kama chakula hakiko salama, ina maana Mtanzania hayuko salama. Na ndio maana imeongezeka magonjwa ya non-communicable diseases. Sasa kama umeshafika umri wangu na umefanya makosa hayo, then tulinde vizazi vinavyokuja visije vikarudia kupata haya magonjwa yanayotusumbua, hasa pressure, kisukari, shinikizo la damu, tatizo la moyo. Alafu juzi kuna chapisho limetoka katika chuo kikuu nafikiri cha Moshi, KSMC,
ni KCMC nafikiri, inazungumzwa dunia nzima kwamba chakula cha asili cha Afrika kinaweza kikarekebisha matatizo ya afya ambayo yanatupata. Sasa sisi Afrika, mazao mengi tunayokula sio yale ambayo yalikuwa naliwa na babu na bibi zetu, na tumekuwa tunawashangaa kwamba walikuwa naishi hawana kisukari, hawana pressure, matatizo ya moyo hayapati, lakini hatuendi kuangalia ni nini walichokuwa nakula. Sawa, utayaona haya mazao ni mazuri kama ile kabichi pale, lakini kwa lishe haiwezi kazidi mnafu, haiwezi ikazidi mbegu ya asili ambayo ilikuwa inazalisha mbegu ya wanaita mrenda. Kwa hiyo vile vyakula lazima tuviangalie kwa ajili ya afya zetu, lakini over processing of foods haitusaidii. Naomba niende kwenye conclusion na nitoe mfano ifuatayo, kwamba tunapoenda sokoni lazima tuende katika utaratibu ambao ni smart, na tunapochagua mazao yetu lazima tuchague mazao ambayo yatatuwezesha kuwa smart. Nataka nichukue mifano miwili tu. Moja ni zao ambalo tumeshaanza kulifanyia kazi. Nilipokuwa naangalia takwimu miaka 3 iliyopita, nilipokuwa naangalia takwimu za mazao ambayo tunaagiza kutoka nje kwa wingi, tukagundua kwamba zao moja wapo ni zao la apples au matofaa. Mnajua apples Wazungu na ule msemo wanasema an apple a day keeps away the doctor. Sawa Sisi huko tunaweza tukasema nini? An orange a day or a mango a day. Sawa Lakini apples tunazipenda na zinapendwa. Tunaagiza kwenye takwimu karibu dola milioni 3 kwa mwaka mpaka 3.5. Takwimu zetu zinaeleza hivyo. Lakini tulipokuja kuangalia kwa undani na kuongea na private sector, wakatuambia kwamba kuna maeneo mengi yanaweza kuzalisha apples hapa Tanzania. Lakini Tanzania kwa mwaka tunaagiza apples za dola milioni 75. Kwa maana ya apples na apple products, dola milioni 75. Mpaka leo hapa mimi nimesimama mbele yenu, inaniwia vigumu kuamini kwamba tunatumia kiasi hicho cha pesa kuagiza apples and apple products. Lakini baadaye nilipomuuliza zaidi akanambia, hivi unajua ile bia inaitwa Savana? Nikaambia ndio naijua. Inaagizwa au inatengenezwa hapa? Kaambia inatoka nje. Akanambia ile ni apple, ni cider, ni apple cider. Wangapi wamewahi kunywa bia ya Savana? Naona wachache tu wananyoosha mikono, lakini najua wengi, kina mama wengi mnaipenda. Lakini kuna apple juice. Sawa Na kuna concentrates. Zote zile ukiziweka kwa pamoja unaanza kuona zile kiwango cha dola kinaongezeka, na ndio hicho aina hizo za mazao zimejificha, ziko kimya kimya, ndio zile zinafikisha zile dola bilioni 75. Tutaweza kuhangaika tukafanya vizuri sana kwenye mafuta ya kula, kwenye ngano na kwenye mchele, lakini ile import bill inaongezeka kwa sababu kuna watu wanakula na kipofu. Na kipofu ni sisi. Sasa leo pale Iringa kuna shamba linaitwa Tamu Tamu. Kuna aina karibu 15 za apples za maeneo ya baridi na maeneo ambayo sio ya baridi sana. Leo hapa Dodoma kuna wakulima wanazalisha apples na ni nzuri kama za Afrika Kusini. Wameanza kuprocess apple cider na apple juice. Na ukiwa Dar es Salaam na Dodoma unaweza ukaagiza box lako la apples, na apple unayokula ni organic kuliko ile ambayo imewekwa waxing, imepigwa madawa na imehifadhiwa mwaka mzima. Sasa huo ni uwekezaji smart, ni uwekezaji ambao soko lake tayari lipo, na ni uwekezaji ambao unaleta afya kwetu, na ni uwekezaji ambao utawezesha Tanzania kuexport apples kwenye nchi zingine za Afrika ambazo zinaagiza apples kwa kiwango hicho, na ndio namna ambavyo tutaanza kuilisha Afrika Mashariki na Afrika. Kwa maana hiyo tunakuwa smart. Umeona huo mfano? Tayari kuna wakulima 2000
wako Kilolo, wako Iringa na wako eneo lile la mkoa wa Njombe. Na uzuri mmoja, shamba la eka moja la apples linaweza likakupa mara 2 ya kipato unachoweza kukipata kutoka kwenye shamba la parachichi, ambalo wengi wetu sasa hivi inakuwa ni ndoto yetu kwenda kuwekeza kwenye shamba la parachichi. Nikupe mfano tu. Ukiwa na eka 20 ya shamba la parachichi ni sawasawa na kuwa na mshahara au income ya middle class hapa Tanzania. Eka 15 na ukawa unaitunza vizuri. Sawa? Sasa imagine sasa uipate hiyo mara 2 katika shamba lako la zao kama hilo ambalo soko lake wala uhitaji exports. Wakati mwingine humu ndani tunatumia karibu dola milioni 70 kuagiza kitu ambacho tungeweza kukazalisha humu. Nakupa mfano wa pili wa kitu ambacho hatutendi. Zao ambalo linalimwa kila mahali na tunazalisha karibu tani 750,000 kwa mwaka na hatu exporti hata tani moja. Lakini hilo zao ni zao kubwa mara karibu 10 kwenye biashara duniani ukilinganisha na korosho. Ni zao gani? Nani anaweza akaniambia hilo zao? Nyosha mkono. Hasa wenzetu ambao wako kwenye sekta ya pesa. Si pesa mnaijua? Na mko kwenye dawati la kilimo. Ni zao gani? Na kinachofurahisha zaidi, hilo zao investment ambayo inatakiwa kulitransform inaweza hata isifikia 10% ya investment ambayo tunaweka kwenye haya mazao ambayo tumeyazoea. Na tukiweza kulitambua hilo zao, naona mkono mmoja tu, hebu nyoosha bwana. Sema. Maana miezi 2-3 iliyopita tumekuwa tunaliongea sana hasa kwenye mitandao. Kama mnasikiliza mitandao ya kilimo na sio ile mitandao yetu mingine. Naomba tuambie ni zao gani ndugu yangu? Nini? Ndio. Sawa. Alafu sifa nyingine ya hilo zao, naendelea kuongeza kiu kwenu, ni kwamba wakati tunazalisha hapa Tanzania, wale wazalishaji wakubwa duniani 75% hawana hilo zao, haliko kwenye soko. Na wakati huo si ajabu bei ni mara 2 ya bei ya soko. That crop is the humble mango. Ni zao linaitwa embe. Linalimwa kila mahali. Tunalila kila mahali. Na miaka karibuni limekuwa limeanza kupata umaarufu sokoni. Pamoja na changamoto zake nyingi zilizopo za wadudu, Wizara ya Kilimo na Idara ya Utafiti wameweza kutengeneza dawa ya mtego ambayo mkulima akiitumia anaweza kureduce ile post harvest loss ambayo karibu iko 80% ikafika mpaka chini ya 5%. Na kuna aina nyingi, na embe zetu ni nzuri, zinanukia na wanazipenda kuliko zile ambazo zinazalishwa na hao wazalishaji wakubwa. Sasa biashara ya mangoes duniani, biashara tradable mangoes duniani, mwaka uliopita ilikuwa sio chini ya dola bilioni 75. Sawa? Mangoes and mango products. Tanzania tunazalisha katika nchi 12 zinazozalisha maembe duniani, Tanzania tupo. Tunazalisha karibu tani 750,000. Nafikiri ni zaidi ya hiyo. Exports ni negligible. Ukienda Kenya angalau wanaweza wakawa na export labda tani 100, 1000, na ukitizama si ajabu wanatuletea huko wakati tukiwa off season. Unaonaga yale maembe yale ambayo hayana ladha nzuri, wanaita Kate, sijui na maembe fulani yanatoka Kenya. Si unaweza kununua embe ukalila ukaliona liko tofauti na embe unalolipenda. Sasa mbinu ya kuwekeza kwenye hiyo, kuna chama kinaitwa
Amagro kimekuwa kinafanya kazi kwa karibu miaka 10. Kimekuja kwenu Wizara ya Kilimo, kitu ambacho wameweza kufanya ni kutengeneza ile pheromone ambayo inaua yule fruit fly. Sasa hivi ukienda ukinunua embe ukiweka ndani, usipolila siku ile ikaa siku 2-3 linaharibika, kwa sababu mle ndani kuna mayai ya fruit flies, ambao namna ya kuwaua wale ni kuweka mitego inayoua wale nzi wanaokuja kutaga hayo mayai yanayoozesha lile embe. Na kama ameshataga mle ndani, kama lile embe alijaiva, unaliweka kwenye maji ya moto kwa karibu nusu saa. Sawa? Kwa hiyo kuna mtambo upo duniani kama vile ulivyo wa avocado. Unatengeneza tray ambayo ikiingia embe upande huu inapita kwenye maji ya vuguvugu hayo mpaka mwisho kule inatoka, wale mayai yaliyoko mle ndani yameshakufa, inaingia kwenye pack house, inapoozwa, wanatengeneza stack, ikitoka pale imeingia kwenye lori, imepelekwa bandarini, tumeexport kwenda nje. Sasa kwa sababu wengi labda mlikuwa hamjasikia mtu kama mimi naongea, wale wakulima wa embe wakija, mnawaangalia wanazungumzia embe kwamba kuna pesa inaweza kutokana na embe, inakuwa ni kama mtu ambaye anakuja kuambia kitu ambacho hakiingii kichwani. Lakini labda leo baada ya mimi kuongea hapo, mtajua kwamba embe ni mojawapo ya kitu ambacho tunaweza kukiita kwamba ni kilimo smart, ni sehemu ya horticulture, kama vile tulivyofanya ya kufahamisha watu kuhusu uwezekano wa Tanzania kuexport avocado zake yenyewe badala ya kutegemea nchi jirani. Na sasa hivi kuna pack house kule zaidi ya 10 zimejengwa. Kwa nini tusiwe na pack house 20 za embe, za mazao ambayo tayari tunayo, na tupande mengine mengi, kwa sababu soko lipo. Sasa kwenye kilimo smart nabidi nimalizie, kuna vitu ambavyo inabidi vifanyike. Nitatoa mifano ya wakulima ambao wako transformed, na wale ambao wako kwenye sekta ya pesa au maendeleo ya kilimo. Nitaomba kama utahitaji contact za hawa ambao nitawatumia kama mifano, mje kwangu nitawapatia, kwa sababu ni inspirational things. Mwaka 2015-16 tulikwenda Njombe. Tulipofika kule tukakutana na vikundi vya wakulima wadogo. Moja wapo ilikuwa ni kikundi cha kufa na kuzikana katika halmashauri ya mji wa Njombe. Moja ya kijiji kimoja pale, sitaki nikitaje, kwenye kikundi cha kufa na kuzikana tulienda na mkulima mmoja anaitwa Beno Mgaya. Alikuwa yuko chini ya TASAF. Alikuwa hajawahi kushika shilingi milioni 1. Amepanda eka zake 10 za parachichi. Wakati anasubiri parachichi zizae, alikuwa analima viazi, mke wake analima viazi. Mwaka juzi income ambayo alikuwa ameipata ikaingia mfukoni kwake, yeye kama Beno Mgaya, zilikuwa sio chini ya shilingi milioni 50. Kutokana na parachichi alizozipanda mwaka 2015-16. Mti wake wa parachichi mmoja unazaa kilo 150 mpaka 200. Mti mmoja, na eka moja ina miti 80. Kwa hiyo niliyokupa milioni 50 ni kipato cha kiwango cha chini. Lakini viazi mviringo ambavyo vimetumia mbegu ya kisasa na kufata masharti ya afya ya udongo, mke wake ameweza kuzalisha magunia ambayo yamemuingizia shilingi milioni 20 mpaka 26 kwa mwaka. Kwa ile nyumba ambayo ilikuwa iko chini ya mfumo wa TASAF, imeweza ikawa na income ambayo haipungui shilingi milioni 70. Sasa hao wakulima tunao wengi. Kwa nini nawaeleza mfano kama huu? Kwa sababu huu ni mfano ambao tumemtoa mkulima permanently out of poverty. Huyu mkulima sasa hivi anaweza akakopesheka, tukimwekea mifumo ile ambayo anaweza akatambulika na akafanya biashara. Huyu mkulima anazalisha zao ambalo linaifanya Tanzania
ionekane kwenye soko, na ndio maana pack house iliyoko pale Njombe au zilizoko Njombe zinaweza zikauza parachichi kwenye soko la dunia, India, China na Ulaya, kwa sababu ya investment kama hivyo. Na huyu hayuko mwenyewe, wako maelfu ya wakulima, lakini na wale ambao wanahudumia nurseries na vitu vingine kama hivyo. Nije nizungumze kwenye mifugo. Wakati tunaanza kazi kule, processor mmoja aliyeko Iringa kwa jina la Asas Dairies alikuwa na ng'ombe zisizozidi 12,000. Alikuwa na process lita zisizozidi 12,000 kwa mwaka. Kwa siku, lita 12,000 kwa siku. Sasa hivi ana uwezo wa kuprocess lita 400,000 kwa siku. Na kwa mara ya kwanza Tanzania tunatengeneza maziwa ya unga ambayo tuna import kila mwaka. Ni sehemu ya hivyo vyakula ambavyo Afrika ina import. Kwa hiyo hayo maziwa sasa tunaweza tukayauza kwenye soko la ndani na nje ya nchi. Lakini anafanya kazi sasa hivi, wakati ule alikuwa wapungua wakulima 2,500 ambao ni wafugaji, sasa hivi wanafika 14,000. Lakini zaidi ya hiyo, katika shamba bora la dairy ya mifugo katika Afrika Mashariki na Kati sasa hivi liko Iringa. Wengi wenu mnawezekana msijue, mkafikiri liko labda Kenya, Zambia, lakini lipo Iringa, and it's one of the most modern dairy farm. Ule ni mfano. Kwa hiyo ana process maziwa yanayotoka kwenye shamba lake hilo kubwa la kisasa, lakini ana wakulima wengine wasiopungua 14 mpaka 20,000 mpaka Mbeya kule Tukuyu. Na amejenga kiwanda kingine kule ambacho kitatengeneza bidhaa hizi za maziwa, jibini, cheese na vitu vingine ambavyo sisi tunapenda kula. Huu ni mfano wa pili kwenye mifugo. Ningetamani kwenda kwenye kuku, lakini kuna Watanzania ambao sasa hivi wamejenga viwanda vya kuweza kuprocess mpaka tani 150 kwa siku za nafaka zetu kwa ajili ya kutengeneza chakula cha kuku na nguruwe na samaki. Ukienda maeneo mengine, kwa mfano, tunaagiza sana nyanya kutoka nje kwa maana ya tomato paste, na tunalalamika kwamba nyanya inayozalishwa hapa haisindikwi. Lakini unapoingia kwenye kilimo cha kibiashara, sisi tunaagiza nyanya kwenye drums za lita 200 kutoka nje, wakati ambapo viwanda vilivyoko Iringa havina nyanya ya kuprocess. Nyanya inapatikana kwa miezi 3 tu au 4. Kwa nini? Kwa sababu nyanya tunayolima ni ya kwenda sokoni kwenye fresh market. Nyanya inayotoka nje ikifika hapa Dar es Salaam inaweza ikawa, au Dodoma inaweza ikawa ni shilingi 150 kwa kilo. Ya mkulima si ajabu inabidi ilipo 200, 300 kwa kilo. Huwezi kuiprocess kiwandani. Bei hiyo ya 150 au 200 kwa kilo inapatikana wakati ambapo nyanya ni nyingi na haina mahali pa kwenda. Ndio wale watu wa viwanda wananunua na wanasindika. Sasa ulitolewa mfano hapa na dada yangu Roda wakati alipokuwa na tukaribisha. Akasema kwamba tukifata masharti ya kilimo cha sasa, mkulima anaweza akatoka kuzalisha chini ya tani 10-20 akafika mpaka tani 20 kwa hekta za nyanya. Kusudi tuweze kufika huko, unahitaji miche bora ya nyanya ambayo inakuongezea tija mara moja, lakini unabidi utunze ule mmea uweze kuzaa kwenye ile tija inayotakiwa kusudi uweze kupata tani hizo. Tani hizo huyo mtu anaweza kumuuzia mtu wa kiwandani. Lakini uwezi kuamini, wakulima wetu wengi wanazalisha nyanya bila kutumia miche, na miche ni mbegu bora. Sasa kusudi tuweze kufanya hivyo, ndio maana tumemsupport binti mmoja ambaye yuko hapa Dumila, anaitwa Raha Alois. Sasa hivi amefungua kitalu pale Dumila. Tulianza naye alikuwa na tray 200. Sasa hivi anauza miche ya nyanya nchi nzima, na alipata support kutoka wizarani na kutoka kwenye taasisi zetu, na amekuwa kibiashara.
ana vitalu sasa hivi katika mikoa 5. Hivi ninavyozungumza na wewe sasa hivi yuko Kahama. Sawa? Huyu ameshakuwa mwekezaji, lakini bado ni kijana ambaye anahitaji kulelewa, akue kibiashara, aweze kuendelea. Na huyu yuko pamoja na bwana shamba ambaye alimfundisha kazi, yuko pale Ruaha Mbuyuni. Anaitwa bwana shamba Juma. Sasa watu kama hawa inabidi tuwajue, kusudi tuweze kuwasupport, kwa sababu hawa ndio wataiwezesha Tanzania kukua. Na tunapozungumzia BBT iliyoko kwenye maeneo yao, vijana ambao kwenye maeneo wanaofanya transformation ni pamoja na hawa. Na hawa wanatumika kuja kufundisha wale vijana ambao wamekuja kwenye yale maeneo ambayo yanapata huduma. Nitoe mfano mwingine. Kuna wengine ambao ndio wanaanza, wako kile kiwango cha miaka 5 mpaka 6 iliyopita. Tunapozungumzia SAGCOT kwenda kwenye maeneo mapya, haina maana kwamba hatujafika kule. Sera, taratibu na kanuni ambazo tumezichampion ziweze kuleta transformation zilikuwa sio kwa ajili ya eneo la SAGCOT, ni kwa ajili ya maeneo yote nchini. Lakini tumeanza kupanda mbegu. Ukienda Kigoma, eneo la Buhigwe, kuna kijana anaitwa Eliudi. Hivi ninavyozungumza na wewe, wanapanda eka 200 za parachichi na wana miche. Kigoma inaweza ikashindana na Njombe, na inaweza kuzalisha mazao mengi kuliko Njombe, kwa sababu Njombe wakati mwingine wanapata matatizo ya fruit flies. Lakini ninavyozungumza na wewe, kwa kutumia vijana na wakulima kwenye maeneo yao, mwaka juzi na mwaka jana tumepanda karibu ekari 1000 za parachichi katika mkoa wa Ruvuma, na zina perform vizuri saa nyingine kuliko parachichi za Njombe, kwa sababu kuna hali ya hewa ambayo haizipi stress kama zile zinazopatikana kule. Sasa hizo parachichi zitabidi zinunuliwe, inabidi kuwe na cold storage kule, kwa sababu parachichi kusudi uendeleze ubora wake inabidi ukisha chumwa isikae zaidi ya masaa 5 kabla haijaingia kwenye controlled temperature room. Sawa? Sasa kama hujaambiwa na mtaalamu, mtu anakuja kuomba uwekezaji wa kujenga cold room Ruvuma leo, wewe kama mtu wa finance sector unaweza ukashindwa kuelewa kwa nini huyu mtu aendi kuomba cold room Njombe. Ukweli wa mambo ni kwamba Njombe ilipewa kipaumbele na maeneo ya baridi kama Kilimanjaro kwa sababu Mwenyezi Mungu ametengeneza friji ya asili. Unaweza ukachuma parachichi jioni ikakaa masaa 12 ambayo utasafirisha kusudi ifike kwenye pack house. Lakini kama unalima Ruvuma au unalima Dodoma, hayo masaa 12 ya ubaridi ambayo ni ambient ya Mungu hayapo. Inabidi zile cold room ziwe karibu na sehemu za uzalishaji. Kwa hiyo wakija kuomba uwezeshaji ama kwenye benki au kwenye hizi taasisi ambazo katibu mkuu amezungumza, naombeni tuwasikilize. Hicho ndio nilichokuwa nazungumzia kwamba tuwe smart. Na ujuzi na maarifa kama haya mara nyingi yapo ndani ya sekta binafsi. Sio lazima iwe imetoka kwenye taasisi zetu za utafiti au vyuo vikuu vilivyotufundisha. Viko kwa wale practitioners ambao wanafanya haya mambo na wanapambana nayo kila siku. Na ndio maana ni muhimu kuwepo ubia wa kweli kati ya serikali na sekta binafsi, na ndio maana mimi naishukuru Kilimo Roundtable kwa sababu inatoa nafasi ya kuweka msingi wa namna wa kujadili haya mambo. Na kwenye vikao ambavyo vijavyo nitaomba tutoe nafasi sasa kwa hawa waliofanya na mifano kama hii. Sawa kusudi tuweze kuwapa nafasi. Nizungumzia masuala ya kutengeneza mbolea. Kuna kiwanda kiko pale njia ya Bagamoyo, kijana wa Kitanzania ana uwezo wa kutengeneza mpaka tani 5,000 za mbolea ya organic. Sasa hivi hana mbolea ya kutosha, hana taka za kutosha, anatengeneza kutokana na taka na mabaki ya kilimo. Hana suppliers wa kutosha wa kumpatia malighafi ya kutengeneza. Anahitaji kuwekewa mfumo wa kucollect the organic materials ambazo tunazalisha nyumbani kwetu na kwenye mitaa yetu. Hiyo inahitaji pesa.
sawa, zaidi ya vile viwanda ambavyo vinajengwa. Na sasa hivi wakulima wa parachichi na mazao mengine ya miti wanatumia mbolea ya aina Hakika ambayo imezalishwa na hawa vijana Ahad Katera na wengine kupitia kampuni yao ya Guavai. Hao ni vijana. Namalizia, habari zetu za kilimo huwa hazitrend. Hazitrend kwa sababu kuna habari ambazo sisi kama Watanzania na Waafrika tunapenda kuziconsume. Tunapenda mpira, tunapenda na udaku. Lakini uzuri mmoja ni kwamba vile vile tunapenda pesa. Pesa ipo kwenye kilimo. Lakini vyombo vya habari vimekuwa vitoi nafasi ya kutosha kuwahabarisha na kuwaelimisha Watanzania, wananchi na hususan vijana. Na hata sisi wenyewe ambao tuko kwenye taasisi za kuwahudumia, kusudi tujue ni namna gani tunaweza tukawahudumia. Machache ambayo yanatolewa na viongozi walio kwenye sekta ya kilimo yanafika, lakini hazi trend kama hizo habari zingine. Ndio maana mimi nawashukuru sana Mchongo TV na wale wengine wote ambao wameweza kutoa habari hizi katika vyombo mbalimbali vya habari, na wale ambao wana dedicated programs ambazo zinazungumza masuala ya kilimo. Ni wachache sana. Unaweza kaenda labda Mbeya FM, Iringa Shamba FM, Shamba TV, haya hivi vyombo sisi katika taasisi zetu ndani ya serikali na sekta binafsi nahitaji support. Kuhabarisha kuna gharama. Consumer wetu bado hatujatengeneza. Sifanyi promotion kwa ajili ya Mchongo TV wala taasisi zingine ambazo zinazungumzia masuala ya kilimo, ila naomba muwe na soft spot pale wanapokuja na wanaomba huduma zenu, hususan taasisi za fedha, kwa sababu kule ndio ambako tutatengeneza yale mabilioni ambayo bilioni moja urefu wake ni sawa na kilomita 110 kama utaamua kuweka noti moja mpaka nyingine. Tuweze kuacha kuagiza chakula kutoka nje, tuzalishe humu, ili tuweze kuilisha Tanzania, tuilishe Afrika na tuweze kuilisha dunia. Asanteni kwa kunisikiliza. Tunakushukuru sana mkurugenzi wa SAGOT kwa wasilisho mzuri. Makofi hayatoshi, tumpige makofi zaidi. Asante sana Bwana Kirenga. Nimefanya kazi na Kirenga miaka mingi kwenye sehemu mbalimbali, toka tukiwa serikalini na sasa tulipo. Lakini kila tukikaa naye lazima atatoa kitu cha kushangaza tu. Sasa leo nilikuwa nafikiria anatoa nini cha kunishangaza. Sasa noti ukipanga kilomita 110 ni kutoka hapa mpaka Gairo, imagine. Na hiyo ni dola. Sasa tukiweka kwenye shilingi tutafika Dar es Salaam, sio? Kwa hiyo kwa kweli it's always a surprise, yani kwamba na nakuweka hivyo ili tuelewe. Yani make it simple and understandable ili ujue kilomita 110 unapanga dola. Kama kwenda juu sijui ni milima Kilimanjaro mara ngapi, I don't know. Kwa hiyo nakushukuru sana kwa wasilisho hilo zuri, na sasa tutapenda kusikia kutoka kwenu maswali, comments, kuongeza hapa na pale. Lakini kuna baadaye nitamuomba tena atuzungumzie, hata kama alitazungumzwa, atuambie haya mahindi yetu tunayozalisha sisi tunapata product ngapi, lakini tunaweza kupata product ngapi kwenye hayo mahindi ili tunavyolisha dunia. Tujue atupeleki kande na nini tu, lakini tunaweza tukapeleka product nyingine nyingi kama alivyosema apple cider, savana, apple la kutafuna, vitu vingi tunaweza tukavipata. Hizo sasa ndio fursa ambazo inabidi tuziangalie kwa umakini mkubwa zaidi. Nakaribisha mjadala sasa ili tuweze sasa kuengage. Amechokoza mada nzuri, tuendelee kuongea. Tunaanzia wapi?
tunaanzia wapi? Baadaye kuna watu nitawaomba wazungumze tu, hata kama hawataki, watataka wakati tutawaomba wazungumze. Kwa hiyo kama unaona kwamba unataka kuzungumza, zungumza, kwa sababu mimi naangalia hivi, najua kuna mtu anataka kuzungumza. Kama ana nini, nitamfuata tu, ataongea. Asanteni. Kuna mikono miwili pale, karibuni sana. Tutapata maswali 4 5, tutapata majibu, afu tutaingia raundi nyingine tuweze kuendelea. Hapa kuna watu wawili, nitarudi upande huu tena. Hapa hawa, sawa, anzia popote, it doesn't matter. Lakini hawa wawili hapa waliwahi kunyosha. Karibuni. Ukisimama jitambulishe, jina na taasisi unayotoka, alafu kwa kifupi uulize swali au utoe komenti yako. Asante, nashukuru sana. Kwa majina ninaitwa Castas Pasco, ni afisa kilimo, ni meneja kilimo biashara kutoka TCIA, Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture. Ninashukuru sana kwa nafasi hii na hasa kwa mazungumzo ambayo mkurugenzi wa SAGCOT ameangazia mambo muhimu sana. Na mimi nitajikita kwenye kitu kimoja ambacho nataka niweze kushare kidogo. Wakati tukielekea kujirisha wenyewe, ndio tuweze kurisha Afrika. Kuna hoja amezungumzia juu ya vyakula. Kwanza lazima tujue tunakula vyakula gani na dunia inakula vyakula gani. Na amezungumzia juu ya vyakula vyetu vya kiasili ambavyo kwa kiasi kikubwa ni kama tunakuwa tumevitelekeza. Katika mazungumzo ya kujirisha wenyewe au salama wa chakula, vyakula vyetu ni muhimu sana. Kuna vyakula vyetu, kuna vyakula vinaitwa underutilized crops au vyakula ambavyo kama vimewekwa kando. Nadhani neno la Kiswahili hapa fasaha ni kama vyakula ambavyo vimetengwa. Amezungumza kwa mfano viazi, njugumawe, vyakula kama mihogo na vyakula vingine ambavyo ni kama vimewekwa kando. Ni vyakula muhimu sana hivi kwenye usalama wetu wa chakula. Hata tunapozungumzia usalama wa chakula, kujilisha wenyewe. Sasa vyakula hivi ni muhimu sana kwa sababu ya uasili wake. Lakini hasa pia katika kipengele cha virutubisho. Ni vyakula muhimu. Kwa tunapozungumza usalama wa chakula, vyakula kama hivi tunatakiwa kuviangazia. Ijapo vyakula hivi havitizamwi sana na watafiti, havitizamwi na policy makers, watengenezaji sera, watunga sera, lakini pia na wawekezaji kwenye biashara. Kwa hiyo ni muhimu vyakula hivi vikiangaliwa hasa na makundi haya ya watafiti, kwa sababu kwa nini vyakula hivi ni muhimu? Kwanza vina kitu kinaitwa triple win 3. Kitu cha kwanza nimesema nutrition. Vyakula hivi vina virutubisho vya kutosha, lakini vyakula hivi pia ni resilient, kwa maana ni drought tolerant. Kwenye mambo ya mabadiliko ya tabia ya nchi, vyakula hivi vitatusaidia. Vyenyewe vinaweza vikakabiliana hata katika nyakati ambazo hali ya hewa si nzuri sana. Lakini pia inclusion. Vyakula hivi vinagusa watu wa vijijini kabisa, wakulima, wakina mama wanalima vyakula hivi. Kwa hiyo tunapojikita, tunapojielekeza katika kuirisha Tanzania, vyakula hivi tusiviweke kando. Wakati fulani kwa wale ambao tunafanya kazi zetu zinatupeleka mpaka vijijini, siku hizi ukienda kijijini kule, ukienda kwenye mgahawa alafu kauliza kwamba ninataka labda mhogo wa kuchemsha, ninataka labda kiazi cha kuchemsha, wengine watakushangaa. Wakati vyakula kama vingine vya ngano ni vizuri, lakini vyakula hivi vimekuwa havipeki kipaumbele, lakini vyakula ambavyo vingeweza kutusaidia sana. Kwa hiyo thamani yake, mnyororo wake wa thamani wa kibiashara bado ni dhaifu kwa vyakula hivi. Sasa kama mnyororo wa thamani ni dhaifu, maana yake nini? Maana yake tunapoteza mapato. Tunapoteza mapato, lakini pia tunapoteza fursa za kilishe, nutritional benefits, lakini pia tunapoteza fursa za kuweza kufanya food diversification katika jamii zetu za vijijini na za mijini. Sasa changamoto za vyakula hivi ni pamoja na ukosefu wa mbegu bora za katika vyakula hivi ambavyo kama vimetengwa, lakini pia masuala ya tafiti,
za kiagronomia ambazo ni hususi katika kuongeza uzalishaji kwa mazao haya ambayo yanakuwa yametengwa. Na kitu kingine ni ufahamu wa jamii, consumer awareness kuhusiana na vyakula hivi. Na kitu kingine ni masoko ambayo bado ni dhaifu. Na sasa kwa nini vyakula hivi ni muhimu? Masuala ya kiafya tunaona ni vyakula muhimu kwenye afya. Dunia inapoelekea kwenye mambo ya kiafya, kuzingatia ulaji wa afya, vyakula hivi lazima tuvipe kipaumbele ili viweze kutusaidia kutupa fursa za kiuchumi kwa watu wetu, lakini pia kwa ajili ya kuimarisha afya zetu. Lakini kuna nafasi ya kuexport kwa vyakula hivi. Kama tukiwekeza juhudi, tuna nafasi, kuna export opportunities kwenye vyakula hivi. Kwa mfano bambara nuts kama vile njugumawe, yamzi kama vile na mazao mengine kama ya mihogo. Kwa hiyo sisi tunapofanya majadiliano haya, vyakula hivi pia ni vyakula vya kuangaliwa, hasa kwa wadau ambao tunashiriki moja kwa moja na tunakutana na wakulima. Tunapowaunganisha wakulima, tunapoangazia fursa za kuwekeza, hasa makundi kama ya kina mama, ya vijana, mnyororo huu wa thamani ni muhimu kuuangalia. Asante sana. Nilikuwa nachangia hapa. Asante sana, utampa jirani yako. Lakini mambo mawili makubwa nilio capture, tunabiasharisha namna gani haya mazao yasiyopewa kipaumbele, na pia ni namna gani hizo changamoto zilizopo tunaweza tukazisolve. Baadaye tutakuwa na panel, watu hatari wanaweza kutuambia kama wana chochote in the stock kinachoweza kutusaidia, lakini tutapata mengi kutoka wakati. Karibu ETG. Okay, asante. Kwa majina naitwa Aziz Joseph, ni bwana shamba ETG Input. Na viongozi waliopita, Dr. Kilenga pamoja na katibu wa wizara, wametufungua macho katika kuangalia ni fursa gani ambazo tunaweza tukazitumia. Lakini tukiangalia kama private sector ETG, tuna mchango gani katika kuzifungua hizo fursa ambazo tunaziona kwenye kilimo? Wengi wote wamezielezea katika ule mnyororo wa uzalishaji. Moja ameelezea katika uzalishaji wa tija, 2 usalama wa chakula, 3 teknolojia, ya 4 akaenda miundo mbinu. Lakini yote hii sisi tunamgusa mkulima, yule mkulima mdogo ambaye anasema ni 80% ambao ndio wanahusika na uzalishaji. Je, sisi tunawafikiaje? Je, tuna mchango gani katika kuhakikisha kwamba hawa wakulima watazalisha kwa tija? Na tija tunayoizungumza hapo ni kwamba population inaongezeka, maeneo yanabaki yako pale pale, lakini tunataka aongeze uzalishaji wake. Ni vitu gani ambavyo huyu mkulima anatakiwa avizingatie ili huo uzalishaji uongezeke, na baadaye tuilishe nchi na tuweze kutoka nje na tukapata hicho kipato ambacho sema kwamba ni fursa. Sasa kuna changamoto nyingi hapa ambazo zipo ndani ya uzalishaji. Cha kwanza tumeambiwa lishe ya udongo. Ni wakulima wangapi ambao wanaweza kujua lishe ya udongo uliopo kwenye eneo lake? Kwamba ni kirutubisho gani kinachokosekana? Ni kirutubisho gani ambacho kinamzuia yeye asiongeze ile tija anayoitaka? Au anatumia tu mbolea bila kujua? Ile mbolea anayoitumia ni gharama. Je, anaitumia kwa kiasi gani ile mbolea kwenye udongo wake? Kwa hiyo hii bado tunaiona ni changamoto. Lakini kama ETG sasa hivi ina mabwana shamba, kwa hiyo asilimia kubwa katika sehemu zote kwamba tunajaribu kuwafikia hao wakulima, kwamba angalau waweze kujua kwamba ni virutubisho gani ambavyo vinaweza vikatumika na ni mbolea gani ambazo zinaweza zikatumika na kwa muda gani. Kwamba tunaposema mbolea za kupandia, mbolea za kuboreshea, zinakuwa na nini ndani yake. Ndio hiyo inayokuja kwenye teknolojia. Kwamba kuna makampuni yameshafikia hatua sasa kwenye teknolojia ya ile kutengeneza mbolea, wanaangalia ni kirutubisho gani ambacho ndani ya udongo hakipo
na ni sehemu gani na kinakaa kwa muda gani. Kwa hiyo kama kampuni pia imeingia ndani hapo kuweza kuhamasisha kwamba kuna baadhi ya mbolea ambazo ni muhimu na mkulima akitumia, basi kama ni level ya nitrogen inaweza ikakaa kwa muda mrefu, mkulima akatumia kiasi kidogo, labda itakiwa ongeze sulfur kwenye nitrogen. Kuna mbolea ambazo anaweza akazitumia kwa kiasi kidogo na zikamuongezea tija kuliko kutumia mbolea nyingine au yeye kuchanganya pasipo kujua. Je, hizo taarifa zinawafikia vipi? Ni lazima tushirikiane kama alivyokuwa amesema waliotangulia. Kwa hiyo hizo sehemu mbili zinahitaji elimu, hasa kwenye uzalishaji na usalama wa chakula. Kwa hiyo niombe tu kwamba mabwana shamba tushirikiane, aidha ni wa serikali au ni wa private sector. Changamoto bado ni kubwa ya elimu. Wakulima watumie mbinu gani, kwa njia gani na kwa namna gani? Ninahisi jinsi tutakavyokuwa tukishirikiana na platform kama hizi, basi zitafungua nafasi kubwa ya kuweza kuwafikia wadau mbalimbali na kuweza kujua nini ambacho tutakipeleka ili kuongeza tija kwa mkulima, ambao tija hiyo itakuwa ni ya yeye mwenyewe kwanza, kabla hata ya kwenda kuifikisha wapi? Kuifikisha nje. Asante sana. Asante sana. Mchango wa sekta binafsi sio kuuza mbolea tu. Unauza mbolea ili itatue tatizo gani lililopo. Kwa hiyo afya ya udongo inaonekana ni kitu muhimu kukijua kabla ya kufanya biashara hiyo unayosema. Kwa hiyo ushirikiano huo na elimu ni muhimu. Karibu sana. Asante mwezeshaji. Kwa majina yangu ninaitwa mchungaji John Joseph Malale, mkurugenzi wa taasisi ya Raise Up Integrity for Human Support Tanzania, ni NGO, na ni mwenyekiti wa utetezi wa haki za mashirika ya watoto Tanzania, MUHAWATA. Kwanza nipongeze wawezeshaji wa kongamano hili kwa hatua nzuri ambalo mmefanya kukutanisha wadau kwa ajili ya kusikiliza na kupokea maoni mbalimbali, ikiwa lengo ni kufanikisha hili swala la kilimo. Mimi kama mchungaji, kwanza niweke jambo sawa kwamba kilimo kwa mujibu wa maandiko ya neno la Mungu imebeba baraka. Ukikuta nchi au taifa linadhalau swala la kilimo, manake ni kwamba kuna shida. Niwaombe kama wadau ambao tupo kwa manufaa ya taifa hili la Tanzania, kila mmoja achukue nafasi hapo alipo, iwe kwenye taasisi, iwe kwenye serikali, iwe kwenye jumuiya yoyote. Jamii inahitaji kuelimishwa katika swala la kuthamini sana swala la kilimo, kwamba limebeba utajiri. Nchi hii ingekuwa watu wametambua na kuelewa kwamba wanazo fedha ambazo wamezikalia lakini bado hawajajitambua, leo hii tusingekuwa tunaomba misaada kwa hao wenzetu wa nje. Nchi yetu ingeweza kujitegemea vizuri bila shida. Kwa hiyo niombe kupitia kongamano hili, nina mambo makuu matatu. Upande wa serikali, sera na sheria katika swala la kilimo sio mbaya, isipokuwa zinahitaji usimamizi. Na usimamizi ni tupate viongozi wazuri ambao wana moyo kwa ajili ya kwenda kusaidia jamii, hasa watu wa chini. Leo hii ukiangalia tunazungumzia masuala ya kuexport, biashara kubwa kupeleka nje ya nchi. Lakini ukija kufanya utafiti na kuchunguza kiundani, unakuja kuona kwamba kilimo kinashikiliwa na makampuni ya baadhi ya watu, na wale raia wa chini bado wanakuwa ni wanatumika tu kama vibarua fulani hivi
ambao wameaminishwa kwamba nyinyi kazi yenu ni kulima muwe na chakula tu ndani ya nyumba. Tunaendelea kuwa na taifa la watu ambao ni maskini. Kumbe sisi kama Watanzania, viongozi katika sera na sheria, lazima tutazame sheria zisimamiwe katika misingi ya kumsaidia mwananchi wa chini. Leo hii Mheshimiwa Bashe amefanya kazi nzuri sana huyo. Unakimbilia kwenda kuuza mitumba wapi na wapi? Haiwezekaniki. Lazima tubadilishe mitazamo yetu. Kuanzia katika swala la usimamizi wa sera na sheria. Hicho kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili, katika swala la masoko, tuna mimea au mazao mazuri sana ambayo raia wetu wakisaidiwa, wakielimishwa vizuri, kuna fedha chungu mzima. Mwaka jana mimi nimekuwa kwenye kongamano pale Nairobi, jukwaa la Afrika Mashariki. Wakenya, Waganda wameshagajipanga. Sisi wa Tanzania bado. Kila mmoja anaenda kwa mstari wake jinsi anavyoona. Ndugu zangu, pasipokuwa na fedha utaendelea kudharaulika. Kilimo chetu hiki cha kibiashara tukikipangilia vizuri, watu watatoka, watakuwa sio tegemezi. Lakini sasa hivi ukizungumza na watu wengi wameaminishwa kwamba wanatakiwa kulima kwa ajili ya kupata chakula tu. Nani alishaga kuambia kwamba Mungu aliyekuumba unaweza ukashindwa kula chakula? Hapana. Lazima tuwabadilishe fikra. Tuwafundishe watu wetu kwamba kilimo ni sehemu ya utajiri, sio sehemu ya shida. Hata kaa chini jiulize, tunazalisha wasomi wangapi vyuo vikuu? Vijana ni wengi wanasoma vizuri, lakini unapowaleta katika swala la kilimo wanakimbia. Na sisi kama viongozi, kama wadau, tunaona kwamba ni kitu cha kawaida. Nataka niwaonye kama mtumishi wa Mungu, tukae makini. Jinsi muda unavyozidi kwenda, hawa vijana wasipopata majibu mazuri, huko mbeleni itakuwa shida katika kukanao. Kwa sababu akili yao wanajengwa kwamba ni lazima waende kufanya kazi za maofisini tu. Kumbe wakati tuna ardhi kubwa, hekta milioni 40. Hebu jiulize wewe kama msomi. Umesoma ndio. Ardhi ipo. Hekta milioni 40. Mr. Kilenga amesema zinafaa kwa ajili ya matumizi. Sisi kama taifa kuna haja gani ya kukaa tunafikiria kwamba nchi ni maskini? Kwamba tutambue kuna shida ipo. Na shida hiyo inaanzia kwetu sisi wasomi. Hatuwajibiki kama inavyotakiwa. Niwaombe sana wasomi na wadau wenzangu, twende katika nafasi ambayo ni correct katika kilimo cha biashara. Tusiwaaminishe watu kwamba wanatakiwa kulima kwa ajili ya kula chakula. Nimeona hapa taarifa ya Mr. Kilenga anasema Tanzania itatarajia kwenda kulisha watu bilioni 2 Afrika. Ni mpango mzuri. Lakini usikimbilie sana kuwaza kwenda kulisha Afrika, wakati huo hapa nchini kuna watu wanalala kwa njaa. Nafikiri tuzidi kuwa na mipango ya muda mrefu na muda mfupi, kuhakikisha kwamba raia kwanza wa hapa ndani wawe na utoshelevu wa uhakika wa kula chakula. Na hii program ya kwenda kulisha watu bilioni 2 iwekewe mikakati madhubuti ambayo ni kwa ajili ya kuwajenga, kutayarisha vijana. Vijana tuwatayarishe waamini kwamba kilimo ni baraka, sio shida. Wadau, ninawaomba kama mtumishi wa Mungu, nchi hii sio maskini, isipokuwa binadamu wenyewe, sisi wenyewe ndio tuna umaskini wa fikra. Tunasoma, lakini ni kwamba fikra zetu tunakuwa tunakopi
badala ya kuangalia uhalisia wa mazingira hapa. Halafu ishu ya mwisho, niombe sana wawezeshaji, ndugu zangu CRDB, nimependa sana hii benki. Wakati inaanza na mimi niliona kadri muda unavyozidi kwenda inafanya kazi vizuri. Muwafikie sana watu wa chini, mtu mmoja mmoja, ili waweze kupata fedha kwa ajili ya kuweza kulima kilimo kwa dhati. Asante sana, niwashukuru, Mungu awabariki. Mchungaji, tunakushukuru sana. Kabla ya kwenda kwenye mtu wa 4 ili tuweze kama kuna mazungumzo kidogo, alafu tutarudia tena raundi ya pili, naomba tuwe brief. Asante sana, lakini cha muhimu sana tuondoke kwenye kilimo cha kujikimu, twende kwenye biashara. Na hiyo ndiyo lugha, biasharisha kilimo, biasharisha kilimo. Ndio maana wenzetu wa Mchongo TV wanakuambia tunakupa mchongo ili sasa uweze kuona kama fursa kubwa sana. Karibu Gwao. Asante sana kiongozi. Nitajaribu kuwa very brief. Naitwa ndugu Gwao, Omari Gwao. Mimi natoka kampuni ya Sanku. Sanku sisi ni wataalamu wa kusaidia kuongeza ubora kwenye vyakula. Tunafanya urutubishaji, tunaongeza madini na vitamin, tunasema fortification. Sasa katika mchango wangu, kwanza nipongeze ile jukwaa. Nimejifunza vitu vingi sana. Alivyokuwa anaongea kakaangu pale, babangu pia, anavyoshare ile experience ya kilimo, kwangu mimi ilikuwa ni shule kubwa sana. Ni nzito. Na nikana najaribu kuwaza hii siku moja inaweza katosha kweli watu tukajifunza mambo yote kiundani vizuri na tukaondoka nao vizuri sawa sawa. Lakini ili nisipoteze muda, kuna mambo machache ambayo nilitamani sana kushare na mimi pia katika ile jukwaa. Swala la kwanza nilikuwa najiuliza, ni vitu gani ambavyo vinamsukuma mtu aingie kwenye kilimo? Kuna baadhi ya vitu nimeshaongelewa na watangulizi wangu, sasa virudia. Lakini sisi kama vijana, tena vijana wasomi, tunajua kilimo ni ajira pia. Ili nifanye kilimo vizuri, kuna vitu ambavyo lazima nijipambanue, niwe na taarifa za kutosha, lakini pia nijipambanue katika ile eneo la kilimo. Eneo la kwanza, kuna eneo tunasema kwamba mahitaji ya soko. Na kwenye mahitaji ya soko lazima tuzingatie soko la ndani na soko la nje. Ni kitu gani ambacho kinahitajika katika hilo soko? Tunaangalia issue za viwango na standards, kwa sababu unafanya kilimo, ukitaka kufanya exportation, kuna mahitaji pia hizo nchi ambazo unapeleka hizo bidhaa. Je, hii bidhaa ambayo kuizalisha inakidhi viwango? Inakidhi mahitaji? Nafuga kuku wangu kutoka labda Singida, Tabora. Na kuna mwenzangu anafuga kuku yupo labda sema Uganda, Kenya au nchi nyingine. Tunachukua zile size na ubora wale kuku, je, wanalingana? Lakini pia nikiamua kusafirisha bidhaa, je, nipeleke bidhaa ambazo ziko processed ama nipeleke kama raw material? Na nikiamua kufanya kuongeza ile ubora, vile viwango vinasemaje kule? Nini ambacho kinatakiwa kiwe packed katika ile product? Kwa sababu hizi ni baadhi ya mambo ambayo yana drive ni namna gani ni invest katika eneo hili la kilimo. Issue za usalama ni issue za msingi sana. Tunazo kanuni nyingi sana hapa nchini, lakini pia kuna kanuni katika masoko yenzetu, kwa mfano Africa Free Trade Continental, kuna SADC, kuna East Africa. Kuna vigezo mbalimbali ili bidhaa yako iweze kukizi na kuingia. Tunaangalia zile residues, tunaangalia, lakini pia katika nutritional value tunaangalia zile standards. Zote hizi ni business barriers. Je, niingie kwenye kilimo nipeleke bidhaa kama raw material au niongeze ubora ili niweze kuwa na soko zuri, lakini pia niweze kufanya kilimo biashara na kaniletea tija zaidi katika mimi mwenyewe binafsi, lakini pia katika kukuza uchumi wa nchi yetu. Nilitamani sana kuongea kwa ufupi sana. Najua baadaye nitakuwa na session, nitapata nafasi ya kuongea zaidi. Asante sana.
Asante Bwana Aseri. Kwa kweli maoni ambayo yametolewa na wajumbe hapa ni maoni mazuri na ya muhimu sana. Itoshe tu kusema kwamba kwenye dialogue kama hii, feedback ambayo tunaipata kutoka kwenu ni kitu ambacho kinaingia kama action points za vitu vya kwenda kufanyia kazi. Lakini ninaomba tu kwamba tuendelee kushirikiana. Hii hapa ni dialogue ambayo inafanyika kwenye ngazi ya taifa. Ndugu yangu, dada yangu Roda, una deni la kuweka utaratibu wa kwenda at subnational levels katika ngazi za chini. Ukisikiliza maoni mengi hapa yanatamani kwenda kwenye eneo ambalo kazi inafanyika, mikoa na vile vile kwenye halmashauri au maeneo ya uwekezaji, kwenye value chains na vitu vingine kama hivyo. Na kuna maeneo ambayo yamenigusa kwenye feedback ambayo nimeipata. Nianze na ya kwanza ambayo Bwana Aseri kutoka Uchumi Institute amenichokoza, kwa sababu mimi huwa namtania, huwa tunaongea wakati swala la mahindi, zao ambalo ni kubwa sana, ni muhimu, lakini namna ya kulifanya liwe zao la biashara na tupate ile stahili kutokana na mazao haya ambayo tumeyazoea, inabidi tujiwekeze na kuwa wabunifu zaidi. Nilikuwa natizama huko duniani zao la mahindi linatoa bidhaa ngapi. Nikakuta kwamba kwenye nchi ambayo inalima mahindi kwa wingi kama Marekani, Argentina, wanazalisha zaidi ya bidhaa 20 kubwa za biashara kutokana na mahindi. Sisi hapa Tanzania tunazalisha bidhaa ngapi? Hebu tuanze kuhesabu. Nianze na upande huu, nyosha mkono. Mimi nianze. Mahindi ya ugali, unga ugali. Nyingine mahindi ya unga, pumba. Nyingine popcorn, tumepata 3. Nyingine cornflakes, 4. Ya 5 nyingine kande. Haya, ya 5 makande. Na upande huu pombe asili 6. Nyingine chakula cha mifugo 7. Nyingine pombe ya kisasa bia 7 au 8. Nyingine nyie mlima mahindi ya kuchoma au mmesahau vegetable maize? Sawa, lakini wenzetu wanaongeza thamani, wanatengeneza sukari, syrup, wanatengeneza mafuta, wanatengeneza starch, wanatengeneza madawa ya viwandani kutokana na mahindi. Na unaweza kukuta tani moja ya mahindi inaweza ikazalisha mara kadhaa kwa maana ya thamani ukilinganisha na mahindi ambayo yanazalishwa hapa Tanzania. Sasa tukiendelea kuzalisha mahindi kwa ajili ya ugali na makande au chakula cha mifugo, bado hatupati ile thamani ambayo inatakiwa. Na ni vizuri tukaanza kufanya biashara na kitu ambacho tunakizalisha. Sasa kwenye ubunifu, na ndio pale startups zinapokuja, na ni muhimu sana kuwekeza. Tuangalie ni watu gani wanakuja na mawazo ambayo yataongeza thamani kwenye mazao yetu, hasa zinazoletwa na vijana. Sijui tumeeleweka hapo? Nimetumia mfano wa mahindi tu, lakini ni kweli kwa maana ya mihogo, kwa maana ya mpunga. Sawa. Jezungumzia mafuta ya kula. Hapa Kenya, sehemu kubwa sana ya mafuta ya kula yanatokana na mahindi. Na ukiondoa kile kimea ambacho kinaenda kukamuliwa mafuta kwenye mahindi, unaongeza shelf life ya unga wako mara kadhaa. Unga ambao tunautengeneza hapa kwetu mara nyingi sana haudumu muda mrefu kwa sababu unakuwa rancid. Yale mafuta yanachachuka, yale yanayobaki kwenye unga. We mtu wa food quality nafikiri unaelewa. Sasa mashine ya kuondoa kile kimea, it's an attachment, kama anavyofunga ile mashine ya kuongeza virutubisho
kwenye mfumo wa kusaga mahindi. Ni bei gani kile kimashine? Hiyo yenyewe ni biashara, kwa maana mtu ambaye anakuja kuwekeza. Kuna mashine ngapi za kusaga mahindi hapa Tanzania? Millers wako wangapi? Wangapi wamefunga hiyo mashine? Kwa hiyo mtu ambaye anakuja kuomba mkopo wa kuimport hizo mashine aende kufunga, akija kwako alafu akisha mile aweke na kimashine cha kukamua mafuta pale, hiyo ni biashara ambayo kesho ni dili ya nguvu. Akienda benki mtu kama huyo mumwangalie, it is even worth to risk, hata kama hana nini, naita nini, collateral kwa Kiswahili ni nini, dhamana. Hata kama hana dhamana, it is worth risking. Na ndio maana mifuko kama hiyo ya ambayo katibu mkuu ameizungumza hapa, na vile vile benki ambayo inaenda kuzinduliwa, Mheshimiwa Bashe ameitangaza sana, ni muhimu sana iangalie vitu kama hivi, innovations. Tusiende na mfumo ule wa kawaida. Sasa nirudi kwa Mheshimiwa mchungaji, amezungumza vizuri na kwa hisia. Sawa Tumezoea mazungumzo ambayo yanatuhabarisha. Namshukuru sana kwa sababu ni sehemu ya kazi yake. Lakini katika vikao kama hivi tunatoka na taarifa za kufikisha kwenda kutoa solutions kwenye vitu ambavyo vinatukabili. Na jambo ambalo ni la msingi sana, kama ulisikiliza pale, nilizungumza kuhusu kuilisha Tanzania, kuilisha Afrika Mashariki, SADC na Afrika, ambayo 2030 tu 2050 inaweza ikawa na watu bilioni 2. Na ukilisha watu, ukiweza kufikia hao watu wa Afrika na ukawa sehemu ya hilo, ina maana kwamba unailisha dunia, kwa sababu Afrika itakuwa sehemu mojawapo kubwa ya watu wengi duniani. Kwa hiyo huu ni mchango wa Tanzania. Na uwezo ukaenda ukamlisha jirani kama nyumbani kwako bado una njaa. Si ndio jamani? Kwa hiyo ile nguvu na mazoezi tunayofanya kwa ajili ya kulisha taifa letu kwa uhakika inatujengea msingi wa kwenda kuilisha Afrika na dunia. Lakini tuwe wadadisi zaidi kuangalia namna gani tutapeleka habari za nini tufanye kwa watu wetu. Watu wetu wana kiu ya habari, na ndio maana nilimaliza wasilisho langu kwa kuishukuru sana sekta ya habari hapa, ikiwa imewakilishwa na Mchongo na kusema Mchongo TV, na kusema ni namna gani ambavyo tunaweza kuifanya taarifa yetu ya kilimo iweze kuwa ina trend. Itrend kama mpira, itrend kama habari za udaku. Hatujaweza kufikia kule, lakini kwa sababu watu wetu wana kiu ya kuondokana na hali ya umaskini, watu wetu wana kiu ya kubadilisha maisha yao yawe bora, watu wetu wana kiu ya kula chakula ambacho kitawawezesha kuondokana na changamoto za kiafya, watu wetu wana kiu ya kusomesha watoto wao, watu wetu wana kiu ya kuendeleza nchi yetu. Na ndio maana serikali hii inawekeza fedha nyingi kwenye kilimo na maeneo mengine ambayo yana support sekta ya kilimo, hususan miundombinu, nishati na viwanda na elimu na utafiti. Sasa haya yote haya inabidi yawekwe pamoja kusudi kufanya mabadiliko makuu ya kwenye kilimo, agricultural transformation. Na ile mifano ni ambayo nilitoa hapa, ambayo mtu ameweza kupata yale mamilioni kutoka kwenye kijiji kinachosaidiwa na TASAF. Sikuwa nimetoa mfano ule tu bila sababu. Pale tunaongelea tija, na nilitoa mfano kwamba napata kilo 150 mpaka 200 za parachichi kwa mti mmoja, ambapo average yetu sasa hivi unaweza kukuta ni kati ya kilo 20 mpaka 35. Mtu amefurahi. Lakini Tanzania hii sijataka kusema kwamba minimum ambayo inabidi uipate kwenye mti wa parachichi kama utafanya vizuri kwa maana ya lishe na afya ya udongo wako na ukatunza ule mti, sio chini ya kilo 350 kwa mti mmoja. Sasa hebu fikiria tutapata pesa kiasi gani? Halafu sijataka kuongea kwenye zao la apple. Apple Ulaya na sehemu zingine huko Asia, nusu ya muda wa mwaka haliwezi kuzaa kwa sababu ya ubaridi. Huku kwetu msimu wetu wa kuzalisha ni mrefu.
zaidi kuliko kule. Kwa hiyo ina maana kwenye tija tunaweza tukashindana nao na tukawashinda kuingia kwenye hilo soko la dunia ambalo sasa hivi wao wanachofanya wanakula na kipofu. Kwa hiyo ukirudi, utakapokuwa unahutubia watu wako, unapokuwa unaongea na watu wako, unapokuwa unakutana na wadau wako, tuzungumzie fursa kusudi tuweze kutrend. Kwenye kilimo tumekuwa tunalalamika mara nyingi sana. Sisemi kwamba hivyo ni vibaya, lakini ukiwa unalalamika habari ya kilimo haitrend, tutashindwa kushindana na wale ambao habari zao zina wateja wengi kuliko hizi za kwetu kwenye kilimo. Kwa hiyo sasa hivi tuna fursa kwa sababu habari zipo. Na tuna vyombo vya habari mpaka simu zetu za mkononi na TV na viongozi mbalimbali. Sasa huu ndio wakati sasa wa kuhabarisha taifa, kumhabarisha Mtanzania kuhusu fursa za kilimo ambazo zipo, ambazo Mwenyezi Mungu ameibariki taifa letu kwa namna ya kipekee. Kuna ardhi, kuna maji, na vile vile kuna miundombinu sasa imejengwa, kuna wataalamu wamefundishwa kusudi tuweze kuongeza hiyo tija na tuweze kuilisha taifa, Afrika iliyotuzunguka na dunia kwa ujumla. Viwango vya ubora wa bidhaa ni jambo ambalo ni la muhimu sana. Nililizungumzia pale na nimefurahi kwamba limeweza kuongezewa zaidi. Na nimalizie tu kwa kusema kwamba kama nilivyoanza, haya ambayo yanazungumzwa na mtakayochangia yote ni action points za kwenda kufanyia kazi. Kwa hiyo tuendelee kuchangia kwa nguvu zaidi kusudi Kilimo Round Table waweze kupata vitu vya kwenda kufanyia kazi. Na mwakani sasa tutarudi kuja kuhabarishana hizi action points zimefanyiwa kazi gani. Kwa hiyo kutakuwa na yatokanayo. Tunaita yatokanayo kwa Kiingereza tunaita nini? Matters. Kwa hiyo hapa ni mwanzo tu, na tutatengeneza zana za kuweza kufuatilia hayo. Haya mazungumzo hayapaswi kuwa ni mazungumzo tu, yanapaswa kuwa ni vitu vya kwenda kufanyia nini? Kazi, kusudi kuweza kujibu yale maumivu kama alionayo baba mchungaji pale. Asanteni sana. Law of the market says that supply creates its own demand. Yaani ukipeleka kitu watu watakizoea, watakinunua, inakuwa ni demand. Kwa hiyo naamini kabisa tukiendelea kucreate hizi habari za kilimo, kuzipeleka, ita create demand. Inaweza ika replace zile mambo mengine. Hata kama si replace 100%, lakini una balance. Unasikia kilimo, unasikiliza mpira wako, unasikiliza, lakini to create hizo habari. Na Mchongo TV kwa kweli leo tumepewa mchongo wa watu wa kuprofile hao waliokuwa TASAF na leo wame